Simba hatimaye wanashuka kwenye mechi ya kwanza hii leo kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo wanaanza kazi na Fountain Gate, mechi ambayo itapigwa majira ya saa 1 kamili. Na kama ambavyo tunafahamu kwa sasa mwalimu Hemedi Morocco ndo anasimama kama kocha mkuu mbele ya Selemani Matola ambaye pia anasimama kama kocha msaidizi. Hivyo tayari kwa upande wa mwalimu Hemedi Morocco amechukua majukumu ya kuweza kushirikiana pamoja na Selemani Matola kwa ajili ya kukitazama kikosi cha Simba kwenye michuano yote ambayo anashiriki ndani ya msimu huu, kutokana na taarifa waliweza kuitoa Simba. Na tumeweza kuona kocha Hemedi Morocco alianza kazi tangu siku 2 zilizopita, na mimi tayari ninacho kikosi hapa cha Simba ambacho kinatarajia kuanza. Kabla sijakwenda kukutajia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Fountain Gate. Kwa upande wa golikipa yupo Musa Pinipini Kamara. Musa Pinipini Kamara tunafahamu huyu ndiye golikipa nambari 1 ndani ya klabu ya Simba. Ni kipa ambaye amekuwa yupo kwenye ubora wa hali ya juu, lakini pia ana uwezo wa kuokoa aina yoyote ya mipira. Kwa upande wa mwalimu Hemedi Morocco atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Pinipini kuweza kuanzisha mashambulizi, lakini pia kuwa na utimamu zaidi langoni. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Shomari Kapombe tunafahamu ubora wake, tunafahamu namna ambavyo amekuwa akianza mara zote ndani ya kikosi. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuweza kupiga cross, lakini pia ana utulivu wa hali ya juu. Hivyo kwa upande wa mwalimu Hemedi Morocco atakuwa akimhitaji Kapombe zaidi kwa upande wake kusaidia mashambulizi kwenye eneo la mbele, kwa sababu kwa upande wa Fountain Gate mpaka sasa hivi kuna taarifa kwamba wachezaji ambao watakuwepo ni wachezaji 10 pekee. Kwa hiyo ndicho kitu pekee ambacho tunakisubiri hapo baadaye. Lakini pia bwana mdogo Anthony Mligo moja kwa moja yupo kwenye eneo la pembeni, beki ya kushoto. Tunafahamu pia ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu kutokana na vile ambavyo ameanza ndani ya klabu ya Simba. Unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye huenda kwa upande wa klabu ya Simba hapo baadaye akaja kuwa na ubora wa hali juu zaidi kuliko hiki ambacho wengi tunaendelea kukitazama. Ni beki mpya ndani ya klabu ya Simba, lakini ule uwezo ambao ameweza kuonyesha takriban kwenye mechi ambazo amepewa nafasi, unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye anastahili kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha kwanza. Lakini pia Rushain Dirak moja kwa moja atasimama kwenye upande wa beki wa katikati. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na consistency nzuri, ni moja ya beki ambaye amekuwa na uhodari wa kutuliza timu, lakini pia amekuwa hana pressure. Kwa upande wa mwalimu Hemedi Morocco, huyu ndiye anamtazama zaidi kama nguzo ndani ya katikati hapo, huku akisaidiana na beki mwingine ambaye ni Chamu Karabu, ambaye kwa upande wa Karabu tunafahamu ni beki ambaye ana uwezo mzuri pia wa kusogeza timu na ana uwezo wa kucheza kwa umakini zaidi. Hivyo mambo yatakuwa namna hiyo. Lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kusimama ili aweze kuwa na utimamu zaidi. Lakini pia kwenye upande wa viungo yupo Yusuf Kagoma. Tunafahamu kwa upande wa Yusuf Kagoma, kwa upande wa ni kiungo ambaye atakuwa na kaba zaidi, lakini pia kutokana na ufanisi wake wa kucheza mipira ya aina yote, ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu zaidi ndani ya kikosi hicho cha Simba. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Nabi Kamara. Kwa upande wa Nabi Kamara tunafahamu huyu ni kiungo ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa kwenye eneo la katikati kutokana na kupunguza zile tempo ya mchezo. Lakini pia kwa upande wa jukumu yake kubwa zaidi, kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuhamasisha mashambulizi kwenye eneo la mbele kulingana na aina mfumo. Lakini pia Jean Charles Ahoua atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Ni kiungo mmoja ubunifu na ana uwezo mzuri. Jukumu lake kubwa atakuwa akihitajika zaidi kusogeza timu kwenye eneo mbele. Lakini pia Kibu Dennis atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Tunafahamu ana uwezo mkubwa na kasi, ana uwezo kutengeneza nafasi, lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa anamhitaji zaidi kwa ajili ya kuleta madhara kwenye eneo la kulia. Wakati huo pia kushoto atakwenda kusimama Elim Panzu, ambapo tunafahamu kwa Mpanzu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, lakini pia jukumu kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuingia ndani zaidi kulingana na aina ya mfumo. Kwa mara ya kwanza tutakwenda kumshuhudia Jonathan Soa kwenye upande wa ushambuliaji. Hajaweza kuanza kwenye timu tangu mashindano yaanze, yani nazungumzia kimataifa pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Hatimaye kwa sasa amepata nafasi sasa ya kuanza kwenye mchezo huu. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji kuwa target man kulingana na kile ambacho amekuwa alikionyesha msimu uliopita. Hivyo msimu huu atakuwa akimhitaji zaidi kwenda kushambulia na kuweza kuonyesha ubora.